Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ulaya imeweka vikwazo dhidi ya walowezi wa Israel. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wamekubaliana kuweka vikwazo vipya kwa walowezi wa Israel wanaosababisha ghasia dhidi ya Wapalestina katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu na Israel. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Brussels, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema kwamba ulikuwa ni wakati mwafaka wa kuondokana na mkwamo uliokuwepo na kufikia makubaliano ya kisiasa katika utekelezaji. Mwanadiplomasia huyo amesema ukatili na ghasia huwa na matokeo yake. Nina furaha kwamba tumefanikiwa kuwawekea vikwazo walowezi wanaosababisha ghasia na tumekubaliana hii leo kwa sababu limekuwa linajadiliwa kwa muda mrefu, alifafanua Kaja Kallas. Maafisa wa Umoja wa Ulaya wamesema walowezi 7 au mashirika ya walowezi yatawekwa katika orodha hiyo ya vikwazo. Umoja huo pia umekubali kuwawekea vikwazo wawakilishi wa kundi la wanamgambo la Kipalestina la Hamas. Israel imelaani vikali vikwazo hivyo vipya. Waziri wa usalama wa taifa hilo anayefuata siasa kali za mrengo wa kulia Itamar Ben-Gvir ameukosoa uamuzi huo wa Umoja wa Ulaya akiuita kuwa ni chuki dhidi ya Wayahudi, na amesema umoja huo unajaribu kuwafunga tena mikono wale wanaojilinda. Naye waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Saar ameandika katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X kwamba Umoja wa Ulaya umechagua bila msingi wowote kuwawekea vikwazo raia na mashirika ya Israel kwa sababu ya maoni yao ya kisiasa. Aidha, waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot amesema Umoja wa Ulaya unawekea vikwazo mashirika makuu ya Israel yanayohusika na kuunga mkono misimamo mikali na vurugu katika ukingo wa Magharibi pamoja na viongozi wao. Amesema vitendo hivyo visivyovumilika lazima vikomeshwe haraka bila kuchelewa. Hata hivyo, wanadiplomasia hao wa Umoja wa Ulaya wameshindwa kukubaliana kuhusu hatua kali zaidi za kuchukua kuishinikiza Israel, kama vile kusitisha makubaliano muhimu ya kibiashara. Mawaziri hao wa mambo ya nje waliokutana mjini Brussels umejadiliana wito wa kupiga marufuku bidhaa kutoka kwenye makazi ya walowezi wa Israel katika ukingo wa Magharibi. Hatua hiyo ya Umoja wa Ulaya kuweka vikwazo kwa walowezi wa Israel ilikwamishwa na aliyekuwa waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban, lakini hatua ya kumwondoa madarakani kiongozi huyo wa kizalendo na mshirika wa karibu wa Israel sasa kunaonekana kufungua njia ya kuondolewa kwa kura ya turufu. Kuna mwelekeo mpya dhidi ya sera za Israel. Vikwazo hivyo vinaweza kuathiri mabadiliko katika Umoja wa Ulaya kuelekea sera za Israel, ukosoaji dhidi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu pamoja na vitendo vya serikali yake huko katika ukanda wa Gaza, lakini pia na ukingo wa Magharibi, Lebanon, Syria na Iran umezishinikiza serikali nyingi za Ulaya zikiongozwa na Uhispania, Ireland na Uholanzi kutaka kuchukua hatua kama hizo. Ukingo wa Magharibi umeshuhudia ongezeko kubwa la mashambulizi na vurugu zinazohusisha wanajeshi wa Israel na walowezi tangu kuanza kwa vita vya Gaza mnamo Oktoba mwaka 2023. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment. Kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.